Nikusalimie rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza. Leo tuna ndoto, mtu ni mgonjwa au wewe ni mgonjwa au ndugu yako ni mgonjwa, ina maana gani? Ukifuatilia Ayubu 33 mstari wa 14-16, Mungu anazungumza na sisi mara ya kwanza hata mara ya pili. Japo mtu kuwa jari katika ndoto, katika maono, katika usingizi, unapomjia mtu kitandani, Mungu anafunua masikio yetu na kutia muhuri mafundisho yake. Unapoota ndoto ya mtu mgonjwa au wewe ni mgonjwa au ndugu yako ni mgonjwa au mtoto wako ni mgonjwa, kila aina ya ndoto ina maana yake. Ukiona mtu mgonjwa, ina maana Mungu anaonya uchunge afya yako ya kiroho na ya kimwili, kwamba unaweza kuja kupitia tatizo. Sasa angalia ni ugonjwa gani ambao uliuona kwenye ulimwengu wa roho. Lakini pia kama ni unaona ni ndugu yako, muda mwingine Mungu, kama ukiona mtu ukamjua ni mgonjwa, ina maana asilimia kubwa pia Mungu anaweza kuwa anakufunulia kwamba mtu yule anaweza kuja kupata tatizo. Kwa hiyo ni vizuri kama ni kumwombea au kama ni vizuri kumpa taarifa ila aombe, inakuwa sawa. Lakini ukiona pia mtoto wako ni mgonjwa, ina maana Mungu anaweza kukupa taarifa juu ya mtoto wako. Lakini pia unaweza kupitia changamoto na vikwazo kwenye baraka zako au mafanikio yako au maisha yako au kitu chochote kinachohusiana na baraka zako au hatima yako. Lakini pia ukiona labda mzazi au ndugu yako ni mgonjwa, pia Mungu anaweza kuwa anakupa taarifa kwamba kuna hali ya hatari inaweza kuendelea kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu anaweza kumtumia mtu mgonjwa kukuonesha wewe tatizo litakalo kupata. Kwa mfano, kama mama yako au baba yako labda huwa ana ugonjwa labda wa typhoid au ana ugonjwa wa ukimwi au ana ugonjwa labda wa kansa, muda mwingine Mungu anaweza kumtumia yule kukuwakilishia wewe, kukuonya uwe makini na hili tatizo na wewe linaweza kuja kukupata. Kwa hiyo anaweza kukuonya. Mfano mzuri, kama unaombea juu ya afya yako, kwa muda mwingine Mungu anaweza kuleta yule mtu ili uvunje ile roho ambayo huenda inaweza kukupata labda ya ukoo au laana ya ukoo au magonjwa ya kurithi au magonjwa ambayo yanampata mtu huyu na wewe yataweza kukupata. Kwa muda mwingine ni weka mkoro ya kukuonya ili uombe kujitenga na huo ugonjwa, au Mungu anakupa taarifa juu ya yule mtu. Lakini pia kama umemwona mtu muda mwingine pia humfahamu, ya maana asilimia kubwa Mungu anaonya juu ya maisha yako mwenyewe kwamba unaweza kuja kupitia hili tatizo. Kwa hiyo uwe makini na umsogelee Mungu zaidi, lakini pia na kujali afya yako. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus mighty name. Shalom.